Katika siku zijazo, wengi watadanganywa. Jiandae. Tusheme. Vumilia. Karibuni kwenye channel jamani. Na kwa wale wanaotazama na hasa wale ambao wamekuwa wakifuatilia maudhui yangu tangu mwaka 2012, leo huenda ikawa ni mojawapo ya siku za mshtuto na mshangao mkubwa kuliko zote. Nimekuwa nikijiandaa kwa ajili ya tarumbeta 7 za ufunuo tangu mwaka 2009 ambao ulikuwa mwezi wa Disemba kwenye kalenda ya Kirumi ya kipapa na kipajani. Na kwa miaka hiyo mingi iliyopita, siku zote nilikuwa nikipuuzia kwamba tumeishi au tunaishi sasa hivi katika kipindi kifupi cha kuachiliwa kwa shetani, kwa sababu ya mambo mengi ambayo sikuweza kuthibitisha wakati huo. Niliyapuuza na sikuwahi kuchukua muda kuchunguza kwa undani kabisa mambo hayo ili kuona kama ni kweli kwa kutumia vyanzo vinavyoaminika. Kwa sababu nilikuwa nimejikita kabisa kwamba tuko karibu kabisa na tarumbeta 7 za ufunuo. Hata hivyo, baada ya mwaka mzima wa kujifunza, tangu nilipokuwa na mazungumzo na ndugu mmoja takriban mwaka mmoja uliopita na tukafanya kipindi pamoja, sijawahi kuweza kujiondoa kwenye maswali mengi yaliyobaki ambayo yamenisumbua tangu wakati huo. Na lazima niseme kwa wakati huu hakika imebadilisha mtazamo wangu kuhusu mambo ya mwisho wa nyakati. Na leo nataka kushiriki nanyi moja ya matangazo ya moja kwa moja marefu zaidi, mawasilisho marefu zaidi, na hata kama filamu fupi ndefu zaidi ambayo nimewahi kuandaa. Labda leo mtapata kwa mara ya kwanza kina chake kutoka nilikotoka. Nitasema kwamba unajua, tumekuwa tukiona dhiki tangu wakati wa Nuhu hadi sasa, lakini Masiha alisema wazi kwamba kutakuwepo wakati ambao haujawahi kuwepo wala hautakuwepo tena. Ninachofanya hapa ni kutoa muhtasari tu wa hilo. Tutapitia haya yote kwenye uwasilishaji huu leo. Lakini nataka tu kuwa mnyenyekevu na kusema kwamba nilikosea na imenibidi kubadilika tena katika safari yangu. Tangu nitoke Babeli imenibidi kufanya mabadiliko mengi na watu wameona hilo kwa muda kwenye channel yangu ya YouTube. Na nafikiri kwamba unajua, rafiki yangu aliniambia juzi kwamba siwezi kusema yeye ni mpagani kabisa, lakini si muumini sana. Na aliniambia juzi kwamba nilikuwa namwambia kwamba nilikuwa na wasiwasi kuhusu, unajua, kuandaa hii leo na kuelezea hili kwa watu. Na akaniambia, unajua, hii inaonyesha tabia yako sana Luke, kwamba uko tayari kukubali ulikosea na kufanya marekebisho. Kwa hiyo ninatumaini sana kwamba, unajua, wale ambao wangesema hii ni ya uzushi, kwamba ni msaliti, mtu wa kulipwa, mtu wa kupandikizwa, chochote utakachokiita, natumai angalau utaangalia taarifa hii kwa thamani yake. Chunguza hili uone kama ni kweli, na kama ni kweli, basi aliyejua kubariki nayo. Tunaishi katika nyakati za hatari sana. Natumai umeona kwenye utangulizi mpya, unajua, ni ladha tu ya uhalisia kwamba tunaelekea kwenye mambo kama Blue Beam, unajua, wageni kutoka anga za mbali ambao ni mapepo, udanganyifu na mambo yote yanayokuja. Natumai hii itakuwa mwamko kwa sababu ni video yangu muhimu zaidi. Ilinibidi nibadili kalenda hadi Sabato ya kweli. Niligundua hatuko kwenye kalenda sahihi, nikabadili imani kutoka dunia duara hadi tambarare. Pia niligundua Waebrania wa kweli wa kihistoria si wale tunaowaona leo.
Na sasa nimekuja kuelewa kwamba kwenye kipimo cha wakati ambacho nimekuwa nikijiandaa nacho hadi tarumbeta, kwamba ukisogeza hicho kipimo mbele kidogo, tutaona kwamba matukio haya yalitokea zamani, ufalme wa milenia ulikuwa zamani, na kizazi chetu kinaishi katika kipindi kinachoitwa msimu mfupi wa Shetani au msimu mdogo na kadhalika. Nataka kusema shalom na kuwapenda wote mnaoingia hapa ndani. Najua hii itakuwa ngumu kwa watu, kwa sababu watu wengi unajua kwamba tumefundishwa eskatolojia kwa mtazamo wa mambo ya baadaye. Yaani kwa karibu kila mtu ambaye ametoka kanisani, kama vile hii itanifanya niwe kwenye kundi dogo zaidi la waumini kwa sasa, na niko tayari kukubali hilo hata kama ni ngumu. Unajua, kwa sababu hii itakuwa mazungumzo mazito. Sawa, kwa kusema hivyo sitaki kuchelewesha. Jambo la mwisho nitakalosema ni kwamba waziwazi kila mtu anaona kwamba kuna mabadiliko ya nembo mpya kwenye Days Prepper. Kama unahitaji kunitumia barua pepe, kwa sasa bado ni 7trumpetsprepper@gmail, lakini ninafanya kazi ya kubadilisha hiyo kwenye Google. Kwa hiyo barua pepe yoyote kati ya hizo inapaswa kunifikia. Na kwa wale wanaonisaidia kwenye YouTube, sasa kuna sehemu ya kujiunga hapo chini ambapo unaweza kunisaidia moja kwa moja hapa YouTube, pia kupitia Patreon. Viungo viko kwenye maelezo ya video hapa chini, na pia Cash App, PayPal, Venmo, chochote ni jambo zuri. Nawashukuru sana jamani. Kutengeneza maudhui ni gharama, hasa sasa nikiwa na programu mpya mbalimbali za kuhariri. Sawa? Basi bila kupoteza muda, naamini ni muhimu kutoa sifa pale inapostahili. Sijawahi kuwa na mazungumzo hata mara moja na mtayarishaji yoyote wa maudhui hawa. Basi ningependa kusema kwamba wamekuwa wakifanya kazi ya baba, na hizi chaneli za YouTube za watu hawa, kama ungependa kuzitazama: Book of Life 144, Tartarian Biblical Research Reloaded, Jason Jack, Biblical Studies and Reviews, Stephen Hackett, Understanding Conspiracy, na JT Falls JC. Kama ungependa kutazama hizi channel kwa wakati wako. Sikubaliani na kila kitu ambacho kila mtu anasema, wala sina uhakika kama watu watakubaliana na kila kitu ambacho nimesema, lakini kutokana na mwanga ambao nimeupata kuhusu baadhi ya mambo haya, kwa hakika nataka kushiriki taarifa zao ili uweze kuyachunguza mwenyewe. Sawa? Basi mazungumzo ya leo ni, je, Masiha tayari alikuja katika ufalme wa miaka 1000 uliopita katika historia yetu? Sawa. Ninahisi ni muhimu nilipokuwa naandaa hizi slide na mambo mengine, nadhani ni muhimu, unajua, kuwa na mazungumzo yenye uzito na maana tangu mwanzo. Na nataka watu wakumbuke hili leo wakati unasema, sasa Luke, sikubaliani na wewe. Nilidhani, unajua, tunaishi katika kipindi kabla ya tarumbeta. Au, aisee, nakubaliana na wewe, tunaishi katika kipindi baada ya ufalme wa miaka 1000. Au, sikubaliani na wewe kwenye yoyote kati ya hizo, na kadhalika. Kile nataka uelewe leo ni hiki: chukua tu hili slide 2 za mwanzo, hii na inayofuata, na nataka utafakari kuhusu hili kichwani mwako tunapoendelea kupitia taarifa hizi zote, haya yote ya kihistoria ninayokushirikisha. Sawa? Kwamba ujanja mkubwa zaidi ambao shetani amewahi kufanya hadi sasa ni kutufanya tuamini kwamba ufalme wa miaka 1000 haujawahi kutokea. Kwa sababu hii inakuweka mahali tofauti kwenye kipimo cha slide. Na nataka tu kuambia wote walioko kwenye sehemu ya maoni, na wapenda wote kwenye maoni, lakini leo sitashiriki kwenye maoni kwa sababu huu ni uwasilishaji mrefu sana na sitakuwa naangalia maoni. Sikusudii kukosea heshima kwa hilo. Leo lazima nizingatie mada. Kwa kila mtu afurahie mazungumzo ya wengine kwenye maoni leo, lakini mimi sitayaona. Kwa kweli, nimeweka tabi ya mabango juu ili nisivurugwe na maoni. Sawa? Kwa hiyo nataka tu kusema nawapenda nyote. Nitarudi na kusoma maoni ya moja kwa moja baadaye, baada ya hii kuisha, kwa sababu nataka kubaki makini. Sawa? Kwa hiyo hilo ndilo jambo la kwanza, ujanja mkubwa zaidi ambao shetani amefanya kwa sasa. Sawa? Lakini ile inayokuja bado haijafika, ni kuwafanya watu waamini kwamba Yerusalemu mpya itakapofunuliwa kwa dunia ni chombo cha wageni ambacho wanapaswa kukishambulia. Na pia nahitaji muelewe kwamba kulikuwa na utawala wa miaka 1000 ambapo Masiha alikuwa hapa duniani akitawala dunia kwa fimbo ya chuma, sivyo? Halafu
kuna Yerusalemu mpya halisi itakayoshuka. Kwa hiyo nataka nitofautishe hayo mawili ili watu waelewe kwamba unajua kuna utawala wa miaka 1000 halafu kuna Yerusalemu mpya halisi. Sawa? Sababu nafikiri kuna mambo mengi ya kuelezea hapa. Sawa? Hatutaweza kumaliza yote haya kwenye mazungumzo moja. Sawa? Leo tunafichua mambo, kisha tuendelee. Nimeunda maudhui ya kutayarisha watu kwa mwisho kwa angalau miaka 14. Kitu pekee ambacho nahitaji kubadilisha ni kuhusu tukio gani hasa tuko kwenye ratiba ya matukio, unajua, kwa bahati nzuri. Na kwa kweli, unajua, sote tunapaswa kufurahia habari hizi kwa uaminifu, kwa sababu hata kama tunapitia dhiki katika nyakati zetu, kile kilichotokea kabla ya tarumbeta na kabla ya Masiha kuja kilikuwa kibaya zaidi kuliko ilivyowahi kuwa. Sio kwamba hakutakuwa na mabaya tena, ni kwamba haitawahi kuwa mbaya kwa kiwango hicho tena. Sawa, hivyo ni kufafanua tu hilo. Sawa. Kwa hiyo tunapotazama hili, mimi na jamani, yeyote anayesaidia chaneli hii, kama ungependa nakala ya uwasilishaji huu, tafadhali nijulishe. Niandikie tu barua pepe. Nitafurahi sana kukutumia. Nyinyi ndio mnaosaidia kufadhili haya. Kwa hiyo na maana yangu ni kwamba uhariri wote hii na teknolojia zote ambazo nimekuwa nikitumia siku hizi, nyinyi ndio mmewezesha haya yote na mmechangia kufadhili, na ninashukuru sana. Tafadhali niandikie barua pepe ili niweze kukutumia nakala yake. Sawa? Na unaweza kuichambua au kuibadilisha na kuitumia kwa matumizi yako binafsi, si mali ya hakimiliki. Ukiangalia ratiba hii, tutaona maandiko yanayofafanua haya hivi karibuni. Nimeambatanisha yote hapa na nitakukuza picha hizi sasa hivi. Lakini unaona hapa kwamba hii ndio muonekano wa juu juu. Kwa hiyo unaona Masihi anakuja, kifo, maziko na ufufuo. Unayo haribifu wa Yerusalemu, upigaji wa tarumbeta, enzi ya Masihi, utawala wa miaka 1000. Halafu hapa ndipo tulipo sasa, wakati huu wa mwisho wa msimu mdogo wa Shetani, kisha vita kuu dhidi ya Yerusalemu mpya inapoonekana, na bila shaka hukumu ya kiti kikubwa cheupe mwishoni kabisa. Sasa unajua, unapotazama hii, sote tunajua mwanzo wa hadithi hii. Ni kama tunajaribu kuunganisha vipande. Je, tuko kwenye kipindi cha tarumbeta au tuko hapa kwenye msimu mdogo wa Shetani? Na hilo ndilo kabisa tutakalolichambua leo, kwa sababu ushahidi ni mwingi sana kwamba kile kilichoonyeshwa kwenye slide iliyopita hapa, matukio haya yalitangaza zamani sana kwamba kwa hakika yalitokea. Kwa hiyo nilipokuwa natengeneza picha hii, nilikuwa nafikiria kuhusu hilo, na unajua, unaona hekalu nyuma na kila kitu, na ninajaribu kujifikisha mahali na wakati huu akilini mwangu, kwa sababu hii, unajua, kilichonifikisha kwenye uelewa huu kwa neema ya aliye juu zaidi, na niliomba na kuomba na nilifunga kwa mwaka uliopita, sijui ni mara ngapi, na niliomba nipate uelewa. Na labda ndio maana hatimaye hii imenijia. Ni kwa sababu sikutaka kudanganywa tena kuhusu jambo lolote mwishoni kabisa, kwa sababu suala la ajenda ya wageni na kufichuliwa kwa mambo ya wageni na kila kitu kinaonekana hakiko sawa kabisa na kile kinachoendelea sasa hivi. Na kwa hivyo nilipofikiria kuhusu hilo, unajua, nikafikia hitimisho kwamba Masiha alipokuwa ameketi pale akiwaambia wanafunzi wake kuhusu haya mambo yaliyokuwa yanatokea, ilikuwa wazi kabisa kile alichowafafanulia, na ilikuwa kwa ajili ya wakati ule na watu wale. Sawa? Na mimi naenda na utakaribia kupigwa na maandiko mengi sana. Kwa hiyo hakikisha unapauza video hii mara kwa mara. Kama nilivyosema, na pia naweza kukutumia nakala ya haya yote. Lakini kwa wakati ule kutakuwa na dhiki kuu isiyolinganishwa tangu mwanzo wa dunia hadi sasa, na haitawahi kutokea tena. Kwa hiyo mabibi na mabwana, chochote tutakachokiona siku za usoni hakitafikia hata kile kilichotokea zamani. Sasa ukiangalia mseto huu niliouweka hapa pamoja, kila tukio moja kati ya haya linafanana na Mathayo 24, na kitabu cha Ufunuo kinaelezea zaidi kuhusu hili. Na nadhani kuna kama slide 100 ambazo tunapaswa kupitia leo. Kwa hiyo ni wepesi na mimi. Tuko kwenye slide ya 10, sawa? Kwa sababu kutakuwa na maelezo mengi hapa, kama inavyosema wakati wa uharibifu wa hekalu, sawa?
na nitavaa miwani yangu kwa sababu maandishi si makubwa sana, kwa hiyo ningependa hii iwe kwenye skrini yangu. Lakini hekalu lingeharibiwa, sawa? Hakuna jiwe hata moja lingebaki juu ya jingine. Walikuwa halisi kabisa. Warumi walikuwa wanang'oa mawe mmoja baada ya jingine ili kuchukua dhahabu iliyokuwa ndani yake. Sasa kilicho muhimu sana kuhusu hekalu pia ni kwamba kilikuwa moja ya nguzo kubwa sana zilizonionyesha kwamba hii iliandikwa kwa ajili ya wakati huo, kwa sababu sasa nina ushahidi kwamba Yohana aliandika hii kabla ya mwaka 70 B. Sawa, hilo lilikuwa jambo kubwa sana na muhimu. Kwa sababu hii hatuzungumzii kuhusu hekalu la tatu hapa, tunazungumzia hekalu halisi lililokuwa limesimama wakati huo. Kwa hilo ni muhimu sana, na sasa tuna data za kihistoria kuthibitisha hilo. Sawa, na kwa hiyo ukishafahamu hilo na tukielewa kwamba Masiha alisema hakuna jiwe litakalobaki juu ya jingine, walilivunja kabisa kwa sababu ya dhahabu iliyoyeyuka ili kuitoa kwenye matofali. Sawa, vita na uvumi wa vita. Sawa, kulikuwa na vita na Warumi na mambo mengi yalikuwa yanaendelea kote katika himaya. Sawa, taifa la Wayahudi liliasi dhidi ya himaya, taifa litainuka dhidi ya taifa. Kulikuwa na njaa, kulikuwa na tetemeko la ardhi kule Yudea. Ukuta wa Yerusalemu ulianguka, kulikuwa na maumivu ya kujifungua. Sawa, matukio haya yalikuwa ishara ya hukumu kubwa zaidi. Wakristo waliteswa na askari Wayahudi na Warumi. Walichukiwa na mataifa yote ndani ya himaya. Wengi walirudi nyuma, walikuwa wanageukana, wakipeana kwa Warumi, wakijipeleka wenyewe kwa Warumi. Sawa, manabii wengi wa uongo walisimama wakati huu, na mambo haya pia yameandikwa. Kuna mengi sana jamani, siwezi hata kukuambia ni video ngapi. Mungu akipenda nikiwa hai nitazalisha kuhusu hili. Yaani siwezi kukuambia mwaka uliopita wa maisha yangu jinsi mambo yalivyokuwa vurugu, overdraw kwenye benki, afya mbaya, kupoteza kazi, yani mambo yote yaliyotokea mwaka uliopita. Basi nimejaribu kusoma hili, na baada ya kulichunguza na kulikubali, ni ajabu jinsi vile mambo hayo ghafla tu matatizo yangu yote yalianza kukoma. Ni ajabu sana jamani, ni kuvuruga tu kutoka kwa hili. Sawa, kwa hiyo tukisonga mbele, hoja ya 11, uasi ungeongezeka. Vurugu, wizi na machafuko vilitokea kote nchini. Injili ilihubiriwa kwa mataifa yote. Tutaona ushahidi wa hilo muda si mrefu. Na chukizo linalosababisha ukiwa. Warumi walileta viwango vyao na wakaweka katika mahali patakatifu halisi. Sawa, wazungumzie tai ambaye ni ndege mchafu, halafu Warumi wenyewe kisha wakaleta lile chukizo. Na si hayo tu, walikuwa wanafanya dhabihu katika nchi. Kama vile nina slaidi zaidi za kuonyesha kuhusu hilo muda mfupi ujao. Lakini ile dhiki kuu, sawa, mzingiro wa Yerusalemu ulikuwa wa kiwango cha juu na wa kutisha. Watu walikula wenzao. Kuna maelezo kuhusu damu kufika hadi kwenye hatamu za farasi. Kwa kweli nitatoa maelezo hapa baadaye kuhusu Warumi kuchukua damu na kuitupa kwenye moto ili kuzima moto, kwa sababu damu ilikuwa nyingi sana, lakini maji yalikuwa haba. Yaani ni kichaa kabisa yote yaliyotokea. Na tafadhali, kwa vyovyote vile usisikilize tu maelezo yangu, bali pia soma haya yote. Lakini wataonyesha ishara na maajabu makubwa ili kudanganya. Kulikuwa na Kristo wa uongo wakati huo. Kumbukumbu za mambo haya zipo, na waliwavuta watu kwenye wito wao. Kulikuwa na ishara za anga. Tutaingia kwenye maandishi ya Josephus baadaye. Ilikuwa haieleweki, ishara za ajabu angani. Kulikuwa na msongo wa mataifa. Kulikuwa na aina zote za msongo, sio tu pale, bali pia wakati wa mzingiro na kote katika dola ya Kirumi. Tutazama kwenye maandishi na Josephus baadaye. Tutaona kuhusu farasi waliokuwa wakipanda mawinguni na kulionekana watu juu ya farasi wakipita mawinguni. Kukusanywa kwa wateule na mwisho wa enzi. Kimsingi, mambo haya yote ambayo Masiha alionya yalitokea kabisa katika kizazi kile. Hakuna kitu kilichoshindikana. Nataka kukuambia kwamba nimekuwa nikiamini katika Muumba kwa mitazamo mingi tofauti, na hasa nilipokuja kujua kuhusu dunia tambarare. Lakini sasa katika hatua hii ni kama imani si kitu ambacho kinahitaji kuwa mezani kwangu.
kama vile Mwokozi wangu alikuja na kufa, akafufuka tena, kisha akarudi, akatawala dunia hii kwa miaka 1000, na sasa kilichobaki ni shetani kufanya mambo yake kwa muda mfupi tu ambao karibu umekwisha, halafu kufunuliwa kwa Yerusalemu mpya ambayo bila shaka mataifa ya dunia yatajaribu kushambulia kwa sababu hawatakubali hilo, sivyo? Na hawataki hao matatizo, lakini bado watayatafuta. Kwa hiyo tutaingia ndani ya hili, na nina furaha sana kushiriki taarifa hizi zote na wewe, uthibitisho na amani ambayo inaweza kuleta kwamba tupo karibu sana na umilele. Ni jambo la kusisimua sana kwa sababu nimekuwa na wasiwasi mwingi kwa miaka mingi nikijiandaa kwa ajili ya tarumbeta, na sasa uwanja wa vita tunaosimama juu yake ni tofauti kabisa tukijua taarifa hizi. Unajua, maandiko yanasema, amin nawaambia, wapo baadhi ya watu wanaosimama hapa ambao hawataonja mauti mpaka wamwone Mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Sasa nilifikiria kuhusu hili na mtazamo wangu umekuwa kwamba, unajua, hii inazungumzia kuhusu Masia kutukuzwa na kisha kupandishwa mbinguni. Lakini ukichukua muda kufikiria hili kwa undani katika utajiri wa maandiko, sawa, kuna zaidi ya kauli 100 katika Agano Jipya zinazounga mkono matukio ambayo yanatakiwa kutokea hivi karibuni. Sawa? Na ukiangalia hili, na nilitaka kutoa heshima kwa baadhi ya watu kwenye Reddit na machapisho mengine kwa kipindi cha mwaka, ningetamani ningekuwa nimeandika majina ya kila mmoja wao, lakini natumai Masiha atawalipa thawabu kubwa katika ufalme mpya. Ni kwamba nilichukua mkusanyiko wa haya na nikakopa kutoka kwenye chapisho la mtu mmoja kwenye kundi la Facebook. Ni kwamba sitaki kuiba kazi ya mtu mwingine, yani ni kwamba hizi ndizo aya zenyewe. Na inashangaza kuona ni aya ngapi zinazozungumzia ukaribu wa jambo hilo. Kama nikisema ninakuja nyumbani kwako, mimi nikisema nakuja kwako namaanisha nakuja sasa, si baada ya miaka 2000, sivyo? Kumbuka, miaka 1000 imeongezwa kwenye ratiba na nitakuonyesha ushahidi hivi karibuni. Yaani, tuna majengo yaliyoandikwa kuanzishwa na ukiangalia yameandikwa Anno Domini, kisha wakaongeza herufi M juu inayoongeza miaka 1000 kwa tarehe ya jengo. Lakini lile jengo halina miaka 1000. Yaani, unajua, ni kitu cha ajabu sana. Lakini nina taarifa za kushiriki na nina furaha sana. Basi nyingine ni hii, unajua, natazama na kuja upesi, na thawabu yangu iko nami kumpa kila mtu kulingana na kazi yake. Unajua, unajua ni kitu cha kushangaza kabisa kwangu kwamba watu wengi wanaangalia hii halafu wanasema, hiyo bado iko mbali sana. Kwa sababu nyingi ya hizi maandiko haya yalinigusa sana zamani, lakini sababu ambayo sikuweza kuelewa vizuri ni kwa sababu ya ile sehemu ya mwaka 90 BK kwamba vita vya Wayahudi na Warumi. Unajua, Yohana aliandika haya baada ya hapo. Lakini mara tu nilipogundua kwamba Yohana aliandika haya kabla na ninaweza kuthibitisha kwamba yaliandikwa kabla, hapo ndipo kila kitu kilianza kunigonga vikali kwenye ubao wa onyo. Sawa, tunashughulika na wakati tofauti kabisa kwenye ratiba ya nyakati. Na jamani, tukukumbusha tu, najua nilisema sitatazama maoni. Nikianza au kujibu maoni sasa hivi. Nikifika mwisho kabisa wa uwasilishaji huu leo, sijali kama itakuwa masaa 2, masaa 3, nitarudi mwanzo kabisa na kujibu maoni ya watu. Kwa hiyo kama uko hapa, nitakufikia bila shaka. Sawa? Na kwa hiyo Yohana aliandika kitabu cha Ufunuo kabla ya mwaka wa 70 BK. Sasa nina ushahidi mwingi wa kukonesha hili, na maanisha nyaraka halisi za kihistoria. Sawa? Kwa hiyo tukitazama hilo na tukilijua, basi Ufunuo na Mathayo 24 vinathibitisha kipindi hicho vizuri sana. Sawa? Kwa sababu kile unachomuona Yohana akiandika na kile unachomsikia Masia akisema na kisha kikisomwa kumhusu ni uthibitisho mara mbili kwamba kila kitu kilichotokea katika kipindi hicho karibu na mwaka wa 70 BC kilikuwa ni mabadiliko makubwa kwa binadamu. Sawa? Katika enzi hiyo. Sasa hebu nibofie mbele kwenye slide. Na hapa unaweza kuona kama nilivyosema kwamba uharibifu wa Yerusalemu ulikuwa utimilifu wa unabii ambao Masia alionya kuhusu. Sawa? Aliwaonya kuhusu hili.
unaweza kulisoma kote kwenye Injili. Sawa? Na kila tunapotazama hili, basi ule mlolongo wa matukio pia uko wazi kabisa kwamba, unajua, ulikuwa na huduma ya Masia. Samahani kuzuia, ilifanya ionekane kama Masia wa mtindo wa Ulaya. Ninajaribu kutoa heshima inayostahili kwa watu wa kweli wa wakati huo, lakini hata IB bado ina changamoto zake. Sawa. Basi tukisonga mbele, unaona Yohana akiandika Ufunuo na kuiweka kwenye maandishi, halafu uharibifu wa Yerusalemu, na kisha tunaona tarumbeta 7 na zaidi ya hapo. Na tukijua hilo, basi ni sawa. Tunaweka wapi kwenye mafungu kwamba hili lilitokea, kwamba Yohana aliandika haya? Sasa nataka kukuonyesha nadharia ya tarehe ya mapema, kwa sababu mimi kuanzia sasa nataka kuonyesha kila mtu makosa yoyote niliyofanya njiani kutoka hatua A hadi B ili usiyafanye. Sawa? Na kwa njia hiyo hutalazimika kuwa YouTuber maarufu kama mimi na kulazimika kuchukua siku ya kujinyenyekeza mbele ya umma kama hivi na kusema, unajua nini, nilikuwa nimekosea na sasa niko kwenye hatua ya mabadiliko. Hutalazimika kufanya hivyo. Unaona, unaweza kujifunza haya ukiwa faragani nyumbani kwako, na kama umekosea, unaweza tu kurekebisha haraka na hakuna mtu atakayejua chochote. Kwa hiyo, nadharia ya tarehe ya mapema ambayo nilijikuta nayo ni kwamba nilipoendelea kurudi nyuma na kusoma kuhusu enzi za Warumi, sikujua kwamba Domitian alikuwa gavana wa Roma kwa niaba ya Vespasian kwa kipindi fulani kabla ya Yerusalemu kuharibiwa. Hata hivyo, sasa hii nadharia ninayokuonyesha sasa hivi sio uchambuzi sahihi wa kile kilichotokea hasa wakati Yohana aliandika hiki. Aliandika hiki wakati wa Nero na nitakuonyesha hilo muda si mrefu. Lakini hoja ambayo watu hutoa ni kwamba Irenaeus alisema iliandikwa wakati wa utawala wa Domitian. Sasa cha kuvutia ni kwamba jina la Nero Kaisari na jina la Domitian kuna tofauti ya alama moja tu ya vokali au kitu kama hicho kati yao kwenye tafsiri, kwa hiyo kuna kosa la uandishi wa majina hapo. Na nitakuonyesha mambo mengine kuhusu jinsi hawa watu kwa kweli hawakuishi baada ya wakati wa Yohana. Yaani walikuwa kweli wa wakati mmoja kulingana na maandishi yao wenyewe na watu waliorekebisha mambo haya kwa miaka mingi. Kumbuka, tumekuwa tukipata vitu vilivyofanyiwa marekebisho mara nyingi. Hata wanadamu wanapohariri wanasahau kufuta ushahidi wa asili yao. Nitakuonyesha hivi punde. Hii ni taarifa mpya ya kusisimua sana. Nitamshukuru aliye juu kabisa kwa taarifa hii. Lakini niligundua kwamba Domitian alikaa na unajua, alitawala Roma badala ya baba yake kwa muda. Sawa, basi kilichotokea ni kwamba kaka yake alikuwa mfalme baada ya baba yao kufariki, halafu unajua, baadaye Domitian akawa mfalme kuanzia mwaka 81 hadi 96 BC kulingana na kile na nakumbuka hizi tarehe zote kama vile wanapanua muda sana. Na kuna huyu jamaa mmoja Hunter Gonson, nafikiri ndilo jina lake. Nakumbuka huyu jamaa si muumini na alisema kwamba kuhusu zile uharibifu 3 za Roma kwenye mawasilisho yake ameonyesha vizuri sana. Amefanya utafiti wa kina. Alienda kwenye kama maeneo 30,000 tofauti barani Ulaya na pia maeneo ya Asia na kadhalika, na angeweza kukuambia kwamba hakuna hata moja kati ya hayo yaliyokuwa na ustaarabu mwingine uliojengwa juu yake. Ulikuwa uharibifu moja kwa moja. Unapomuona yule kahaba juu ya mnyama wa Roma na kuona Yerusalemu na Roma zikiharibiwa, kuna jambo moja linalotokea kote. Ni uharibifu ule ule katika nyakati zote. Na kwa hiyo nilipotazama hili nikasema, basi angalau hili linanipa nafasi ya kuamini kwamba Yohana alipata nafasi ya kuandika wakati wa utawala wa Domitian, lakini kabla ya uharibifu wa hekalu, na neno bado lingeweza kusambaa, sivyo? Sawa, nina jambo bora zaidi ya hilo, na mimi sichukui sifa yoyote kwa hili, lakini kwa haraka tu, hebu tuangalie huu mfululizo wa matukio kwa sababu bado ulikuwa na mantiki. Hii ingeweza kuwa uwezekano wa kweli, na ni kweli kihistoria, na ni sahihi kihistoria kuhusiana na watu, mahali, wakati na utawala. Lakini bado, baada ya kuchunguza zaidi, hii haikuwa nadharia bora zaidi ya kufanya kazi nayo.
Ushahidi wa mapema kabisa kuhusu ufunuo kabla ya mwaka 70 BC, sawa, ambao ni wa mitume na wa kweli, sawa, ni kwamba hati hizi, na sio hizo tu, bali pia ile ya Kiaramu kutoka kwenye Crawford Codex ambayo inajulikana kuwa ya karne ya 12, inasema kwamba Yohana alifukuzwa kwenda Patmo na Nero, sawa. Hivyo basi hiyo iko kwenye maandishi ya Kiaramu. Na sio tu hivyo kuthibitisha hilo, lakini tukija hapa na kuangalia kwa karibu zaidi kwenye hati hizi, inasema hapa kwamba Injili 4 mwanzo wake unasema kwamba Mtume Paulo aliandika kwa makanisa 7 akifuata mfano wa Yohana katika Ufunuo. Sawa? Na hivyo ni muhimu kuelewa kwa sababu Yohana aliandika Ufunuo kabla ya Paulo kuuawa shahidi, kabla mwaka 70 BC. Sawa, kwa hiyo tuna mashahidi wengi ndani ya hili. Na ukiangalia hilo ni muhimu sana kuelewa kwa sababu ukiendelea mbele inaweka maandishi, maonyo na matukio yakitokea kwa mpangilio wa wakati ambao unaweza kuweka kitabu cha Ufunuo kikifanyika wakati huo, jambo ambalo ni kabisa. Yaani, ukitaka kuzungumzia mambo kuwa halisi kabisa, yalikuwa halisi moja kwa moja. Sawa? Kwa hiyo ukijiuliza hili unajiambia, sawa, sasa hiyo inaendana vipi na ushuhuda wa Irenaeus? Halafu bila shaka unaona ushuhuda mwingine kuhusu mambo haya. Sasa ukiangalia hili, pole, najaribu kuchukua muda kidogo ili slide ipakie, ili watu waweze kupiga picha ya slide kama wanapenda, kwa sababu kama nilivyosema, kwa wale wanaonisaidia kwenye Patreon au hapa YouTube, ukinitumia tu barua pepe nitakutumia faili lote. Lakini ile tarehe ya Ufunuo ya mwaka 95 BK, sawa, ni tafsiri isiyo sahihi au utambuzi usio sahihi. Sawa, navumilieni jamani, kwa sababu naweza kusema siwezi hata kuelezea masaa niliyotumia kuandaa huu mtiririko wa moja kwa moja, lakini sikutaka hii ionekane kama mtu anaweza kurudi na kuniuliza swali au aseme wewe ni mjinga.